Roma Mkatoliki amemvaa Alikiba kwa kumtolea mfano kwamba kama yeye amekasirika kwa sababu ya Diamond kipindi kile alimtoa kwenye verse ya nyimbo yake, sasa kwa nini mwenyewe pia Alikiba amemkatalia Roma Mkatoliki kufanya ngoma naye? Sasa hii ni sakata ambalo limeanza kuibuka na kuleta mijadala tofauti tofauti. Yani inaonekana kwamba Roma Mkatoliki kivina macho yuko Bongo alimapproach Alikiba kutaka kufanya naye collab, lakini mwisho wa siku Alikiba alimkataa Roma Mkatoliki. Na Roma Mkatoliki bwana, kutokana pia na miondoko ya nyimbo zake, huaga ni changamoto sana kupata kolabo. Mtu kama Diamond the same pia Roma Mkatoliki nakumbuka alisha kuzungumzia pia sakata la nyimbo ya Diamond ambapo yeye mwenyewe pia alitakiwa awe kwenye verse, lakini mwisho wa siku akatolewa. Na nimeelewa kwamba wasanii kumkataa Roma sio kama labda Roma sio mkali, lakini pia ana yale maneno yake na ile miondoko yake ya kuwa mwanaharakati sana, na ndio maana mwisho wa siku wasanii wamekuwa kimkataa wasifanye naye kolabo. Lakini Roma ametolea mfano kwamba yani Alikiba hakuwa na sababu ya kumsusia Diamond kwa sababu wote ni wasanii Bongo Flava, lakini wote hawaimbi matusi, wote hawaimbi kwamba labda zile harakati za kisiasa. Kwa hiyo kulikuwa na asilimia kubwa ya Alikiba kumkubalia Diamond kufanya naye mziki, na ama kama Alikiba labda ana kile kinyongo, basi inabidi amchane mwamba na wasameane. Lakini mwisho wa siku inavyoonekana ni kwamba Alikiba anaogopa kufanya kazi na Diamond, na anaogopa kwa sababu labda ya kufunikwa, na anaogopa pia kwa sababu ya ule ushindani wao utakufa. Huu ni uhalisia na hizi ni fakti ambazo Alikiba anaendelea kuzilinda, kwa sababu anajua kwamba akifanya collab na Diamond mwisho siku ngoma sawa itaenda na labda ikapostiwa kwenye akaunti ya Diamond ama akaunti ya Alikiba, lakini mwisho siku labda pengine Alikiba akafunikwa na akatengeneza gumzo la kufunikwa kwenye ngoma, basi mwisho siku itakuja kuonekana kwamba labda Alikiba ameshindwa kuonyesha ule uhalisia kwamba yeye ni msanii mkubwa na yeye ni king. Kwa sababu ninaamini kwenye hiyo ngoma kati ya Alikiba na Diamond manake itathibitisha kama nani ni king of Bongo Flava. Sasa na hisi Alikiba anaogopa vitu viwili vya msingi. Anaogopa kwanza kufunikwa na Diamond, lakini anaogopa pia nyota yake kuchukuliwa na Diamond, kwa sababu anaelewa kabisa akifanya ngoma na Diamond manake ule ushindani wote unakuwa umekufa. Kama wasanii ambao wapo kwenye ushindani wameshafanya kolabo moja, manake hakuna haja tena ya kuwa na ushindani. Lakini ninaamini kabisa kwa level ambayo Diamond amefikia ni level kubwa sana. Alikiba kwa sasa ameachwa gap kubwa na Diamond, kwa hiyo kufanya kolabo na Diamond nafikiri Alikiba inabidi ajiamini kwamba itamsaidia na itampeleka viral na kumtengenezea pia mashabiki wengine. Lakini Alikiba anatumia ule ukongwe na ujeuri wa kuto kumkubalia Diamond, akati Diamond kwa sasa amemwacha mbali sana. Na ninaamini endapo Alikiba kikubali kufanya kazi na Diamond manake itamsaidia Alikiba na kumpeleka viral na kumtengenezea mashabiki wa uhakika, na naamini kabisa kwamba hata hiyo nyimbo pia inaweza ikatengeneza mapato ya kutosha sana kwa hawa wasanii. Sasa ni jambo zuri ambalo Diamond amekuwa kilihitaji kwa kumshobokea Alikiba, kwa sababu kiangalia Alikiba kwa Diamond kwa sasa ni kama msanii ambaye anajitafuta. Kwa hiyo Diamond ametumia ile hekima ya kujishusha kwa Alikiba na kuamini kwamba yeye ni kama msanii mdogo kwa Alikiba, kwa hiyo inabidi wafanye ngoma. Lakini mwisho wa siku Alikiba anatumia ule ujeuri, ule ukongwe, lakini pia na ule uking alionao kuweza kumdharau Diamond, na ndio maana pia kwa sasa inaonekana mwenye shida sio Diamond bali ni Alikiba.